tunazindua huu mradi unaitwa Regain ambao unatekelezwa na wenzetu wa AGRA. AGRA imekuwa ni mdau muhimu sana kwa Wizara ya Kilimo. Tumefanya nao kazi katika maeneo mbalimbali kama nilivyokushasema wakati tukiwa kwenye kikao. Walishiriki katika maandalizi ya andiko la BBT lakini pia Agenda 1030. Sasa mradi huu ambao AGRA leo wanauzindua utatusaidia kwa sababu unalenga katika maeneo ambayo ni kipaumbele kwetu sisi. Kama nilivyoeleza pale, tumebakiwa na miaka 5 tu kufikia mwaka 2020 ambapo tunatakiwa tutoe majibu ya ahadi ambazo tumewekeana. Kwa mfano, tulisema kwamba tukifika mwaka huo basi upotevu wa mazao utakuwa ni nusu ya sasa hivi ambao upo. Na eneo mojawapo ambalo mradi huu la kipaumbele ni kupunguza upotevu wa mazao, lakini pia kuongeza uhimilivu na kilimo endelevu miongoni mwa wakulima wadogo ambao vile vile ni sehemu ya maeneo ambayo sisi kama wizara tunayawekea mkazo mkubwa sana. Sasa mradi huu umekuja wakati sahihi ambapo hivi tunavyozungumza, kwa mfano unakuta upotevu wa mazao kwenye mazao ya nafaka ambayo ndio kipaumbele katika mradi huu, mpunga au mchele wengine wanasema, na mahindi, ambapo kati ya 30% wakati mwingine mpaka 40 kinapotea, lakini tathmini ambayo tumeifanya baadhi ya maeneo sasa hivi tumeshuka mpaka 11%. Kwa hiyo ukiangalia kwenye programu yetu ile ya master plan utaona kwamba upotevu wa mazao ya mpunga unakaribia 15% kwa sasa hivi, lakini mahindi umepungua mpaka 11%. Sasa dhamira yetu ni kupunguza kwa nusu. Na hii ni dhamira ambayo sio tu sisi kama nchi, lakini tumejiwekea na tumekubaliana katika azimio la Kampala kwamba tupunguze upotevu wa mazao kwa nusu. Kwa hiyo utaona kwenye upande wa mahindi na mazao mengine kama ya mpunga, nia yetu ni kufikia single digit, kupunguza mpaka tupate 5%. Kwa hiyo mradi huu ni jitihada mojawapo ambayo itatusaidia katika kumove forward katika dhamira yetu hiyo. Lakini kama ambavyo nimewasisitiza ndugu zangu wa AGRA, maendeleo kwenye kilimo sasa hivi yanatakiwa yajikite katika uendelevu wa miundombinu badala ya kuweka tu vikao na kufanya training. Kwa hiyo ni matarajio ya wizara kwamba mradi huu vile vile utazingatia hilo, kuangalia ni maeneo gani ya ujenzi wa miundombinu ambayo itafanywa kupunguza upotevu wa mazao kabla na baada ya kuvuna. Kwa miaka zaidi ya 2 sasa, AGRA imekuwa ikishirikiana na serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo na Ofisi ya Makamu wa Rais kuhakikisha kwamba tunapata fedha za kutekeleza mradi wa kupunguza upotevu wa chakula kutoka kwa watu wanaitwa GCF, wanaitwa Global Climate Fund. Na kwa maana hiyo sisi kama AGRA na wadau wa sekta binafsi tumekaimishwa na serikali, kwa sababu unajua GCF ni accreditation organization kwa ajili ya serikali. Tumekaimishwa kutekeleza huo mradi. Mradi wa Regain kazi yake kubwa ni kusambaza teknolojia zinazopunguza upotevu wa chakula. Kama mnavyofahamu, tuna zaidi ya 20% ya chakula kinapotea kabla hakijafika mezani kwa walaji. Kwa hiyo tunazalisha chakula kingi lakini kinapotea. Na kupotea kwa chakula maana yake ni aidha teknolojia hazijawafikia watu ambao wanapaswa kukitunza hicho chakula, au miundombinu. Kama sehemu haina miundombinu ya usafirishaji, ni muhimu sana kuwa na miundombinu ambayo itasababisha chakula kufika sehemu kinapokwenda katika hali nzuri. Vitu kama cold chain, vitu kama barabara ni vitu muhimu sana. Kwa maana hiyo tunaongelea sana concept kubwa ambayo tunatokiongelea sasa hivi inaitwa food system, mifumo ya chakula. Kwa nini tunasema mifumo ya chakula? Tunaongelea mifumo ya chakula kwa sababu chakula kikitoka shambani mpaka kifike mezani, kuna vitu vingi sana vihusiana na kilimo, lakini ni muhimu sana kwa ustawi wa kilimo na upatikanaji wa chakula mezani. Ndio maana sasa tukasema tuwe na programu ambayo tutairani kwenye sehemu ambazo zinazalisha sana, kwa sababu kumbuka upotevu unakuwa mwingi kama unavyozalisha sana. Kwa hiyo tutakuwa eneo la nyanda za juu kusini, tutakuwa eneo la katikati ya Tanzania kwa maana ya Central, pamoja na western part of the country kwenda Manyara, Arusha na hapo katikati. Lengo zima ni kutarget mazao mawili ambayo ni muhimu sana. Kama mlivyosikia mkurugenzi wa idara ya chakula amesema, ukichukua mchele kwa maana ya mpunga, mchele na mahindi, ni zaidi ya 50% ya chakula ambacho tunapaswa kuwa nacho.
tunasema uzalishaji wa Tanzania chakula ni tani milioni 22 maize equivalent, kwa maana tunapima kwamba kama vitu vyote vingekuwa ni mahindi ingekuwa tani hizo, na hivi viwili tu tayari ni zaidi ya tani milioni 14. Kwa hiyo ndio maana sasa tukasema tutarget hayo mazao mawili kama mazao ya chakula, tuhakikishe kwamba wakulima wanapata teknolojia bora za kutunza chakula. Unaona kuna watu wanatunza chakula huko wana masailo makubwa, lakini yale masailo makubwa ni chakula ambacho ni kitu ambacho tayari kishasafirishwa. Kwa hiyo sisi sasa tunasema upotevu wa chakula uzuiwe pale kwa mkulima, level ya mkulima. Tuhakikishe kwamba mkulima ana miundombinu, maana infrastructure za kutunza chakula katika hali nzuri. Kuna teknolojia ndogo tu ambazo wakulima wanaweza wakawa nazo kama hii mifuko ya pick bags, maturubal, yale matenki ya aluminium. Ni teknolojia ndogo ndogo tu, lakini kwa level ya mkulima zinasaidia sana, kwa sababu sasa kile mkulima anachokwenda kukiuza kikawa aggregated na wanunuzi wakubwa pamoja na serikali, na hiyo kiwe ni chakula ambacho kimetunzwa vizuri na ni salama. Sasa ukija kuiangalia ligeni kwa undani zaidi, tunaongelea pia usalama wa chakula. Usalama kwa maana ya ubora wa chakula ambacho wanakula. Kuna mambo ya sumkuvu na wadudu wengine wanaoingia kwenye chakula, na utunzaji wa chakula ambao pia kwa mfano kama pick bags hazitumii madawa, kwa hiyo inakuwa ni salama zaidi kwa sababu hamna ile residual effect kwenye chakula. Na cha kusisitiza zaidi ni kwamba mradi wa ligeni utahakikisha kwamba wakulima wanakuwa na miundombinu bora ya kutunza chakula na kuipata teknolojia. Target ni hiyo tu. Level ya mkulima wawe na teknolojia bora, watunze chakula, kusiwe na upotevu. Kusipokuwa na upotevu, maana yake ni kwamba tunapunguza sasa pressure kwenye mazingira. Kama alivyosema mkurugenzi wa chakula pale, mmesikia ameongelea kwamba pia tunavyoongelea effect ya mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi yanapunguza uzalishaji, umeona mvua zinakuja tofauti. Kwa hiyo tusipotunza kile kidogo ambacho tumekilima, pia inaweza ikawa ni tatizo kwenye upatikanaji wa chakula hapo baadaye. Na hiyo ndo connection ya mazingira, mabadiliko ya tabia nchi pamoja na upotevu wa chakula. Mimi kwa majina naitwa Thompson Mwakibinga. Natoka kiwanda kinachotengeneza mifuko kwa ajili ya kuhifadhia nafaka kavu, na kiko Tanga, kinaitwa PPTL. Tumekuwa tukitengeneza hiyo mifuko kwa ajili ya kuenda pamoja na wadau wengine ambao wamekuwa kihangaika kwa ajili ya kutafuta jibu kwa upotevu wa mazao, lakini si hivyo tu, bali kwa uhifadhi salama wa nafaka mbalimbali. Mifuko ya kinga-njaa tumeileta hapa nchini toka mwaka 2015, na tumekuwa tukifanya kazi na wadau mbalimbali, hasa wakulima ambao ndio watumiaji wa hii teknolojia. Lakini tumeona kwamba kuna changamoto sana, kwa sababu wakulima wanaielewa kwa sehemu kubwa, lakini tunajua bado kuna wakulima wengine ambao wanahitaji kupata elimu namna ya kutumia hii mifuko na namna ya kuokoa upotevu wa mazao. Lakini hata kwa wale wanaoelewa ni kwamba wanaitumia hii mifuko kwa ajili ya kuhifadhi chakula chao wenyewe kwa ajili ya matumizi yao nyumbani. Lakini kuna yale mahindi, nafaka mbalimbali ambazo mkulima anazizalisha, zinakuwa ni za ziada kwa maana ya kwamba ni za biashara. Hizi kwa kawaida walio wengi wamekuwa wakitumia katika kutumia haya makemikali ambayo tunaita sumu kwa ajili ya kuhifadhia chakula chao. Sasa matokeo yake sisi tulioko mjini, tulio wengi tunatumia yale mazao bila kujua huko yalikotoka yamehifadhiwa namna gani. Kwa hiyo tunadhani AGRA ni sehemu mojawapo ambayo sisi kama wazalishaji tunaweza tukaungana na wadau wengine kufikisha elimu kwa wakulima, kufikisha elimu kwa wadau mbalimbali, hata wafanya biashara na walaji walioko mjini, ili wajue kwamba kumbe kuna teknolojia ambayo unaweza kaitumia ukahifadhi nafaka zako na ukazitumia nafaka zilizo salama. Salama kwa maana zote mbili. Salama kwa maana ya ubora, kwamba haijaathirika na masumu, lakini salama pia kwa maana kwamba upotevu wa mazao utapungua. Kwa lengo la PPTL na PICS kwa ujumla ni kwa ajili ya kumsaidia mkulima apate na bidhaa ambayo itamsaidia kuhifadhi nafaka zake bila kutumia kemikali. Tuna uwezo mkubwa wa kuzalisha mifuko hiyo zaidi ya milioni 8 kwa mwaka,
na toka tumeanza tayari tumesambaza zaidi ya mifuko milioni 13 hapa nchini kuanzia mwaka 2015. Sasa tunadhani kwamba tunahitaji pia kueleza kwa wakulima walio wengi na kwa wadau walio wengi namna ya kuitumia hii mifuko kwa ajili ya manufaa ya mkulima na mlaji kwa ujumla. Lakini tunadhani Regain ya Agra, program ya Regain inayoendeshwa na Agra ni fursa pekee itakayotupa sisi nafasi ya kukutana na wadau wengi, wakiwemo wakulima, wakiwemo wafanya biashara, wakiwemo pia na watumiaji wa mjini na vijijini, na kuweza kuielewa mifuko hii na kuitumia kwa ajili ya kuhifadhi nafaka zao. Lakini Regain inaongelea pia habari ya mazingira. Sisi kama PPTL tumejipanga pia vizuri sana juu ya kupambana na swala la mazingira. Kwanza kwa kuangalia mfuko wenyewe, ina maana ukipunguza upotevu, maana yake tayari utakuwa umepunguza yale yanayopotea obviously na kwamba yanaenda kwenye mazingira. Kwa hiyo utakuwa umepunguza mzigo wa taka zinazoenda kwenye mazingira kutokana na upotevu wa yale mahindi. Lakini cha pili ni kwamba utakuwa umepunguza uzalishaji, kwa sababu kama unazalisha tani 100 na tani 30 zinapotea, ina maana ukizalisha tani 70 zinatosha kwa ajili ya matumizi. Kwa maana hiyo ile misitu tunayofyeka mingi kwa ajili ya kuzalisha mengi zaidi, maana yake utapunguza. Kwa hiyo maathari za kufyeka misitu zitapungua kutokana na kwamba utakuwa umepunguza uzalishaji, na lakini bado kapata chakula cha kutosha kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Jina naitwa Bernard Libata, mimi ni afisa kilimo, nipo katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya. Leo tumepata nafasi ya kushiriki katika kikao hiki cha mradi, uzinduzi wa mradi unaitwa Regain. Mradi wa Regain kama alivyoeleza mkurugenzi wa Agra hapa kwamba unaangalia katika upotevu wa mazao, na sisi ambao tunafanya kazi na wakulima tuna uzoefu mkubwa wa upotevu wa mazao. Karibia 20% ya chakula kinachozalishwa na wakulima kinapotea. Kwa hiyo mradi huu umekwenda kuangazia kuweka teknolojia sawa kwa wakulima ili walau kuweza kupunguza ile upotevu wa mazao shambani. Kwa hiyo tunashukuru kupata hii nafasi, kwa kuwa wakulima wetu ni wahanga wakubwa katika upotevu wa mazao. Kwa kuwa mradi huu unaenda kuangalia sasa zile teknolojia kama zile silo za kutunzia mazao, lakini mifuko ile ya kinga njaa ambayo ni mifuko salama kabisa kutunzia mazao kwa kuwa hatutumii madawa, lakini vile vile inaweza pia kuangalia miundombinu wanayotumia kusafirishia wakulima kule shambani, kwa kuwa wakati fulani wakulima tunazalisha katika mazingira magumu. Kwa hiyo kutoka shambani mpaka nyumbani au kwenye maghala kuna ni miundombinu mibaya ambayo inaenda kuleta upotevu mkubwa wa mazao. Kwa hiyo huu mradi pia unaenda kuangalia katika maeneo hayo ili kuhakikisha wakulima sasa wanazalisha vizuri, lakini vile vile kupunguza upotevu wa chakula kwa 20%. Lakini vile vile mradi huu pia unaenda kuangazia mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo tutapeleka pia teknolojia kwa wakulima wapate uelewa sasa kwamba mabadiliko ya tabia ya nchi yanaingiliana na upotevu wa chakula, lakini vile vile usalama wa chakula. Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa huu mradi na sehemu kubwa wao wenyewe wamesema kwamba utaenda kufanya kazi katika maeneo ya wakulima kabisa. Hicho ndicho tunachowapongeza wenzetu wa Agra kwa kufanya kazi na wakulima katika ngazi ya uzalishaji kabisa, kwamba wale wakulima sasa wakishapata hizi teknolojia ambazo zinaenda kupunguza upotevu wa chakula, wakulima hao watakuwa na usalama wa chakula, maisha yao yatakuwa bora kwa kuwa wanachozalisha chote kinabaki katika mikono yao na kinaweza kwenda sokoni na kikatumika kwa chakula kikiwa salama zaidi, kwa kuwa hizi teknolojia zinazoenda kutumika ni salama katika mazingira, ni salama katika usalama wa chakula.